Hello, my name is Ezekiel Chavala. Karibu katika segment yetu ya siku ya leo ya solo kipande. Na siku ya leo tuko katika ufunguo wa F major kama kawaida. Na kodi zangu, progression zangu ni 1 4 1 5. Kwa hiyo rhythm kwa unapiga triad zile za V M V alafu moja. Sasa mtu wa solo anaanza kwenye version yake ya 3 kwa maana ya F3 anaanzia pale ambapo maana yake nani zake ni ni 1 then 5 then 1 then 1 then 4 1 5. Kwa hiyo tena hakuna solo rahisi kupiga kama zinazoanza kwenye hapo kwenye I. Kubwa unachofanya ni namna tu ya kufanya mkono wako huku uwe sharp kwa maana ya kufanya strumming. Angalia ta 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 kwa maana okay, kwa hiyo inakuwa yani namna ya kupiga solo, namna tu ambavyo unaweza ukawa unacheza na zile patterns za triad za rhythm. Kwa hiyo unaamua tu ufanye nini ili kusudi uweze kupata kipande ambapo kanafanana. Kwa mtu kama anapiga rhythm au ukapiga tayari ni solo zile za kawaida tulizozoea zile za siku nyingi. Hapa hata sijahangaika na scale, nimehangaika tu na kucheza na pattern za rhythm zile za major pattern, major scale pattern. Kwa hiyo nachokifanya tunaepuka uzi wa 4 sana ili kusudi nicheze na nyuzi zile 3 kwa maana ya uzi wa 4 huu hapa na uacha. Kwa hiyo inakuwa ni napiga ni kama vile naipiga nusu ile chord. Kwa hiyo nilisha kufundisha hii chord, nikasema shape ya I hii, alafu hii hapa shape ya M. Kidole chako namba 1 kinakamata uzi wa pili, namba 2 kinakamata uzi wa 3 na namba 3 kinakamata uzi wa 4. Pale kwenye fret ya 6, fret ya 6 hii. Kwa hiyo sasa na zingatia kwamba ukifika M yako hakikisha kidole hiki namba 1 kinakamata uzi wa kwanza na wa pili kinabana zote kwa pamoja namna hii. Kwa hiyo inakuwa ni shape yako ya M. Alafu hii hapa ni shape ya I. Sasa I yenyewe unakuwa unalaza tu vidole vyako vyote nani vile. Alafu unamaliza M ya chini ya pili yake ambayo ndio 5 yako sasa. Kwa hiyo sasa unakuwa unapiga I M M2 I M1 I M2 hivyo hivyo. Sasa ili uweze kunogesha kama ndo unapiga solo, sasa kuna kitu unaweza kukifanya pia. Technique moja hapo ambayo napenda kuitumia inaitwa double string pattern. Zina ladha yake kwenye eneo la sebene. Kwa mfano hii hapa ni 1 alafu 4 alafu ni 5. Sasa hapa kwenye 4 unakuja mpaka unatafuta noti hizi mbili ambazo zinazaliwa kwenye F ya juu yake zaidi, F3. Lakini sasa wewe unakuwa unapiga 1 over F3. F2 over F3. F3 over F2. Sawa, sorry. Kwa maana yake unapiga hii over E. Kwa hiyo unazima hizi noti mbili kutoka kwenye F3 pale. Kwa hiyo sasa unazima noti mbili kwenye F3, alafu unakuja kwenye hii 5.
1 ambayo iko kwenye F2 ambayo ungeweza kuipiga hivi. I mean dominant 7, yes. This one. Kwa hiyo unapiga F3 over dominant 7 ambayo ni hii hapa kimsingi. Sasa ninachokifanya hii dominant 7 usimwone inavyokaa, maana yake kidole chako hii hapa ndio 1 wetu. Sasa dominant 7 hapa maana yake kidole chako namba 4 kinakamata uzi, namba 3 kinakamata uzi wa 4 na namba 4 kitakamata uzi wa pili. Uzi wa 3 unauacha pending na unakuja kukaba kwa uzi namba 1 hivi. Hivi. So unasikia? Dominant 7 hiyo. Kwa hiyo tukapia kwa sasa unachokuwa ukifanya unazima noti mbili hizi za kwanza, alafu unakuja ambongeza kupiga. Kwa hiyo unazima noti mbili tu kwenye dominant 7 yako. Kwa hiyo inakuwa hii hapa ni 4 ila unazima noti mbili tu hii hapa. Well, sasa unakuwa unapiga na ni double strings mbili tu. Alafu unakuja kama ni 7. Suspended too. Okay, my name is Ezekiel Chavala. Unaweza kuwa umejifunza vitu fulani, tafadhali you can follow me, you can subscribe my channel, lakini ukienda Instagram napatikana kwa jina la Ezekiel_Chavala, ukienda TikTok ni Ezekiel Chavala, na ukija YouTube ni Chavala Music Academy. God bless you. My number for private lessons 0621 029 725 0621 029 725. Until next time kwenye episode 6, episode 7. Yes. Bye bye. This was solo kipande. Ni namna tu ambavyo nimeamua kusaidia kuchambua baadhi ya vipande ambavyo ni common ambavyo unaweza kaona vitumia wakati unapiga gitaa lako la solo. Kama wewe ni beginner, basi vitumia hivi, vitakusaidia kukusogeza level fulani hivi ya kuwa advanced sometimes. Kwa hiyo welcome and God bless you.